Nashukuru sana Bwana Hosti. Na labda kabla sijaendelea napenda ningeongea maneno mawili matatu kuambia watu kwa nini tunafanya hivi. Unajua kuna watu mnaweza mkaona kwamba kama tunazunguka sana. No, hatuzunguki. Ila mindset ya watu. Kwanza mtu unatakiwa utambue kwamba kwa nini tunajaribu kulazimisha. Kwa nini tunajaribu kuforce kwamba turudi tena barabarani kwa nguvu zote. Tunafanya hivi ili kuonesha uozo wa serikali ambayo tulionayo, serikali batili ambayo imetumia nguvu, imetumia mtutu wa bunduki kukaa pale. Sasa hatutaki kwamba turudi kuwa kizazi kile kile ambacho CCM wanajua kwamba Watanzania huwa wanaongea kitu wiki moja, wiki mbili, basi wanakaa kimya, mambo yanakuwa yanaisha. Inatakiwa tutoke huko. Ndio maana tunajitahidi kwa nafasi yetu kufichua uozo wa vitu ambavyo CCM imeshazoea kuvifanya. CCM imeshazoea kuvifanya kila wanapojua kabisa kwamba hapa wananchi lazima waamke. Kwa wanakuja na mbinu zao ambazo zinawafanya wananchi wadumae na kurelax, kuona kwamba kama kitu ni cha kawaida. Sasa hilo ni tatizo. Ndio maana tunajifunza vitu mbalimbali. Tunaangalia kwamba nchi za wenzetu waliweza kufanyaje, walifanyaje. Mpaka sasa hivi tumeshapata maidia kibao. Mpaka sasa tushapata maidia kibao. Tumeshaona kwamba kumbe wenzetu wanaratibu vitu hivi na hivi na hivi na hivi. Na sisi hiki kitu kinatusaidia na kitazidi kutusaidia. Kuna wenzetu wanaleta utaratibu wa kuita watu mashuhuri. Tunakuwa nao kule Discord, wanauliza maswali na nini. Tunaweza tukatumia nafasi hiyo. Kwa mfano nimeona sijui ni kesho Ijumaa rais wa wanasheria Mwabukusi atakuwepo. Sasa watu kama hao unakuja kukuta tulivyojifunza nchi zilizopita, nchi zingine waliweza kuwasogeza jenzi, waliwasogeza watu kama hao karibu, wakafanikiwa kuanza kutengeneza mikakati au kuanza kutengeneza vikundi ambavyo mbele ya raia au mbele ya serikali vilionekana ni vikundi vya kijamii vinavyotoa huduma za kijamii. Hawa ni watu mashuhuri ambao tukiwasogeza karibu wanaweza kutusaidia. Leo hii tumekuja kuchambua tume. Kwa nini tunachambua hii tume? Cha kwanza tunachambua hii tume kwa sababu ili watu wajue kwamba hawa jamaa ni kawaida yao kufanya haya maovu, alafu wanajiundisha vitume ambavyo sivyokuwa na kichwa wala miguu, ili kuwaadaa wananchi na kuwapumbaza, yani kama wanawaroga fulani, kama wanaturoga hivi fulani, wanatuweka ule upumbavu. Mwisho wa siku tunakuwa hatuna maamuzi na tunaona ni kawaida. Ndio maana unaona sasa hivi kuna vijana, kuna watu wanasimama wanaojiwa eti kabisa, wanaenda wanatoa mawazo. Can you imagine? Unaona vitu kama hivi. Sasa hii kitu inaumiza. Ndio maana tunakaa tunafikiria, tunaona tufanye kitu gani au tufanye nini? Tufanye nini ili tuzidi kuamsha watu, ile hamasa, ile hasira irudi ndani ya mioyo yetu. Irudi, kwa sababu hawa jamaa ni waoga. Baada ya 29 wameona kumbe Watanzania wamejaza hasira ndani ya mioyo yao. Hatufanyi vitu kama kupoteza muda, tunafanya vitu kama kupeana ufahamu. Kupeana ufahamu na hichi nakiongea pia hata kwa jenzi wengine. Kila mtu atumie mawazo yake, atumie akili yake, aweze kuleta mawazo tofauti. Ili tufanyaje? Ili tuende tukamshambulie adui, pita kulia na pita kushoto, tukutane kwa adui pale. Sasa nitashukuru Bwana Hosti, katika mjadala wetu ambao ni wa siku 3 niliomba sana hiki kipengele cha historia za tume. Mtaona kwamba hawa jamaa hawana kitu wanachofanyaga. Vitu vyao ni vile vile. Na hii historia ambayo nitaitoa hapo, ni lazima uelewe kwamba hauna sababu wala hauna haja yoyote ya kuisikiliza hiyo tume, kwa sababu nitayaongea hapa, mtakuja kuona tayari, mtajua kwamba ni nini kitakuja kutokea kwenye hii tume ambayo tayari imeandaliwa. Majibu mtayaona. Sasa moja kwa moja mzee, tuendeni kwenye historia ya tume ambazo wameshawahi kuandaa wajamaa, kutokana na matukio tofauti hapa nchini kwetu Tanzania. Sasa kihistoria kabisa, serikali ya Tanzania imekuwa na utaratibu wa kuunda kamati au tume za kiuchunguzi pale inapotokea tukio kubwa la kushtua jamii, mara nyingi chini ya sheria ya tume za uchunguzi
Mkiangalia hii hawa kina bwana Patrice bana the commissions of inquiry nini na nini, mimi sio mwanasheria jamani, wanajua wenyewe, mimi sio mwanasheria yeah. Kwa nakuja kuona kila linapotokea tukio lolote kubwa la kushtua jamii, tukio lolote la kushtua jamii, hawa Tanzania serikali ya Tanzania wana mtindo, wana kawaida ya kuunda kamati ya tume. Lakini leo mtakuja kugundua kwamba hiyo system wanaofanyaga ni kwa sababu tu ni moja ya njia zao wanazotumia kupumbaza raia, kupumbaza wananchi. Sasa paka waje kutoa majibu, yani nyie mmesharogwa, hasira zimeshaisha, mmesha relaxi, yale mawazo yote, uchungu wote. Na ndio maana mimi napenda sana ndugu zetu walivyoweka system ya kila tarehe 29 Januari ni lazima tuwakumbuke ndugu zetu. Hii inatukumbusha lile tukio, kwa sababu ni kama watu tayari wameshaanza kusahau. Haitakiwi tusahau wazee. Ili ufanye maamuzi magumu, unatakiwa kila muda ukae unakumbuka kile kitu ambacho kilikupa maumivu makali. Huwezi kufanya maamuzi magumu kumbuka vitu vizuri. Kuna watu inafikia hatua sasa hivi wanakuambia itabidi tu maisha lazima yaendelee, Can you imagine? Maisha yaendelee wakati kuna ndugu zetu wamedhulumiwa uhai. Hatuwezi kukubali. Fanya unachoweza kwa nafasi yako kuonesha ndugu zanguni kwamba huko walipoenda wananiona. Tutaendelea kuwapambania na kuhakikisha haki zao zinapatikana. Sasa tunaendelea. Mimi jamani mnizoe, huwa napenda napiga kidogo afu natoa nani kiuhalisia zaidi, yani kwenye uhalisia wa kimaisha. Kwa ndo huwa na maelezo yangu jinsi yalivyo. Sasa lakini tunaweza tukaangalia, japokuwa hii serikali inakuwa inaunda matume yao ya uchunguzi na nini, bado kuna malalamiko kibao ya muda mrefu kuwa nyingi za hizi tume hutumika kama njia ya kupoza hasira za wananchi. Mpaka hapa unagundua kwamba hawa jamaa huwa wanafanya mfumo wa kuleta tume kwa ajili ya kupoza hasira za wananchi. Wanapoza hasira za wananchi. Hiyo ni kawaida. Na hicho kitu utakuja kukuta kipo Tanzania tu. Hakuna nchi zingine wanafanya huo ujinga. Mpaka sasa hivi unakuja kuona kwamba hawa jamaa bado sio wazalendo halisi wa taifa letu. Kwa sababu maamuzi yao siku zote ni kwa ajili ya kujiprotect wenyewe. Sisi kama mnaelewa. Hawa jamaa badala ya kuleta majibu ya kudumu au hatua za kisheria dhidi ya wahusika, wanakuwa tu wanawapoza watu hasira. Wanawapoza tu hasira wananchi, wanatulia. Wakishajua hawa sasa wameshasahau. Hivi mnafikiria ile tukio la Chura Kiziwi kuja kukata keki, kuna jamaa kaongea hapa. Wanatujua sisi wa Tanzania ni wajinga. Ndio maana wanacheza na mindset zetu. Nafikiri ile keki kwa ameenda kukata bure. Ile kike kwa ajenda kukata bure, lakini ni katika moja ya njia zao wanazotumiaga kutuhadaa ili kuhakikisha kwamba tunaanza kuona kwamba maisha yanaanza kuendelea. Sasa baada ya kueleza hicho kwa ufupi, sasa twende tukaangalie historia ya tume ambazo zimeshawahi kuundwa na tuangalie, je, walifanya kitu gani, au baada hizo tume walivyoziunda walipata kitu gani, au walileta majibu gani. Sasa mtakuja kuona vitu vinavyotoka yakitokea matukio makubwa. Hawa jamaa huwa ni kawaida yao kufanya tunaunda tume lakini hakuna majibu yanayotokeaga. Sasa moja kwa moja tukaangalie tume ya Jaji Maina. Hii tume waliunda mwaka 2012 kuhusu mauaji ya Mwangosi. Nafikiri kwa backways kuna mwaka 2012 ni kitambo sana, lakini huyu jamaa mnamfahamu alifia mikononi mwa polisi. Sasa huyu Jaji Maina aliandaa tume mwaka huu 2012 baada ya mwanahabari Daudi Mwangosi kuuawa akiwa mikononi mwa polisi mkoani Iringa. Serikali iliunda tume ya uchunguzi. Sasa malalamiko ya tume ilikuwa ni nini? Ingawa askari mmoja alitiwa hatiani, ripoti kamili ya tume hiyo haikuwahi kuwekwa wazi kwa umma. Sijui kama mnaelewa hicho kitu. Kwa kiwango kilichotarajiwa. Na mfumo mzima wa amri, hiyo inaitwa chain of command, uliopelekea tukio hilo haukuguswa. Sijui kama mnaelewa vizuri wazee. Narudia vizuri kwa ufasaha. Hebu nisikilize. Mauaji ya mwanahabari Daudi Mwangosi 2012 aliuawa akiwa mikononi mwa polisi.
mkoani Iringa. Huyu Jaji Maina aliandaa tume ya uchunguzi wa kifo cha huyo mwanahabari. Alifia mikononi mwa polisi, can you imagine? Kwa serikali iliunda tume ya uchunguzi, kwamba tunaunda tume ya uchunguzi ili tujue kwamba huyu kafaje. Kwa ingawa askari mmoja alitiwa hatiani, ripoti kamili ya tume hiyo haikuwahi kuwekwa wazi kwa wananchi kwa kiwango kilichotarajiwa. Na mfumo mzima wa amri uliopelekea tukio hilo haukuguswa. Kwa mpaka sasa hivi mnakuja kuona kwamba bado nchi yetu ni ile ile, bado CCM ni ile ile. Kila wanapoandaa kitu, hakuna kitu chochote wanachochukua. Kwa sababu gani? Hawa jamaa wametengeneza mifumo ya kujilinda wenyewe. Wanafanyaga vitu ili kuteka hisia za wananchi. Wakishateka hisia za wananchi, wanawapoza kimya, na mpaka hiyo tume ije kuleta majibu, mmeshasahau, maisha yashaendelea. Sasa hiyo jamaa, wananchi hawakupata ile matarajio ya majibu kwamba kwa kiwango kile walichokuwa wanategemea. Mnaweza mkaambiwa tu polisi alifanya hivi, kakamatwa, yuko hatiani, lakini hakuna uthibitisho wote ambao utaendelea. Na mwisho wa siku mambo yataenda. Wanaomfahamu yule askari, unakuta kesho kutwa wanamuona tu maisha yake yanaendelea. Sasa pia tuangalie mwaka 2013 hawa jamaa waliunda tume ya kuchunguza operation tokomeza ujangili. Kwa nini tunawapa hizi historia za hizi tume? Tunawapa hizi historia kwamba mje kugundua kwamba hawa jamaa ni wale. Hivi vitu wameshavifanya sana, lakini hakuna kinachofanyikaga, ila wanawahadaa wananchi ili kuwatoa ule upepo, na mwisho tunakuwa kama wameturoga aida. Kwa hiyo kitu paka hii tume yenu ya uchunguzi ije kuleta majibu, sio leo, na mtaona huko haya majibu yenyewe yatakuwaje. Nitachokielezea hapa mtajua kabisa kwamba haya majibu yatakuwaje, na wakija kutoa majibu mtasema jamaa waliongea ile siku TikTok. Sasa hii 2013 pia kuna ujangili ulikuwa unatokea. Kwa jamaa waliandaa tume ya kuchunguza operation tokomeza ujangili. Ilikuwa ni mwaka 2013. Operation hii ililenga kupambana na ujangili wa tembo. Nafikiri mauaji ya tembo yalikuwa ni mengi sana, lakini iligubikwa na tuhuma nzito za mauaji, ubakaji na mateso dhidi ya raia wasio na hatia vijijini. Yani mwanangu, yani mimi nashangaa mtu anayekuja hapa eti anaitetea CCM. Mtu anakuja anaitetea CCM, yani kabisa akili yake inamwambia itetee CCM. Yani unakaa unafikiri hivi kweli hawa watu ni binadamu au mashetani? Sasa hii tume matokeo yake yalikuwaje? Cha kwanza, mawaziri 4 walijiuzuru. Sio kama mnanisikia vizuri. Mawaziri 4 walijiuzuru, lakini raia walioathirika waliona kuwa haki haikutendeka kwa sababu hakukuwa na fidia ya kutosha au hatua kali za kisheria dhidi ya askari wadogo wale waliofanya ukatili huo. Kulikuwa yani mawaziri tu na sisi ndo taifa la kwanza, yani Tanzania ndo nchi ya kwanza ambayo yani kiongozi anaweza akafanya upumbavu, akafanya ujinga, alafu akajiuzuru, na kesho kutwa akahamishwa kile kitengo akapewa kwenye kitengo kingine. Hawa jamaa washatuona sisi yani washatuona sisi ni wapuuzi. Hebu tuamkeni basi wazee. Hebu tuamkeni basi. Kwani tuchezewe akili? Yani kwani wao jamaa wanatuchezea akili kiasi hichi? Hebu angalia madudu ambao wanakuwa wanayafanya. Eti mtu anajiuzuru, yani mtu umeundiwa tu, umeungana na makosa afu unajiuzuru, na kesho kutwa unasikia amehamishwa kitengo. Sasa hii tume iliandaliwa, lakini hawa raia ambao walihusika na ukatili wa watu, walibakwa, watu waliuliwa, walipewa mateso makali raia, mateso makali, lakini hakuna hatua kali yoyote iliyo ya kisheria ambayo ilichukuliwa kwa polisi waliofanya hayo matukio. Kwa hiyo je, mnategemea kwamba hii tume italeta majibu? Kwanza cha ajabu kabisa, someni ile tume jinsi imevyoandikwa, ni ya uchunguzi wa nini? Tume ya uchunguzi vurugu, matukio ya vurugu kwenye uchaguzi.
tume ya uchunguzi sijui matukio ya vurugu. Hiyo ni point, yani key point iko hapo, vurugu kwenye uchaguzi. Sasa mpaka hapo mjajua kinachofuata ni nini? Vurugu kwenye uchaguzi. Ni tume inaenda kuchunguza vurugu, sio mauaji ya raia. Sio mauaji ya raia, vurugu. Hii inasikitisha sana. Ni jinsi gani hawa jamaa sisi wanatuona mbwa, wanatuona takataka. Na mimi narudia, sisi hatuongee hivi kama story wazee. Tunaongea hivi kwa sababu tunahitaji tupate watu ambao tayari nafsi zao mioyo yao itakuwa inavuja damu, na wakatambua kwamba sasa ni wajibu wa mimi kwenda kupigania taifa langu. Ni wajibu wa mimi kwenda kuingia barabarani, nifanye kila ninaloweza hii serikali batili itoke madarakani. Kuwa mjasiri. Wazee, mimi naumia kinoma yani kudade. Yaani kuna vitu waga nikivisoma najikuta ninajipiga paka ngumi ya kichwa kwa sababu yani naona hawa jamaa sio washatuona sisi ni wajinga kiasi gani. Asante sana host. Alafu mtu unaenda vipi kujisifia kwamba wewe ni msomi? Eti una graduate kabisa pale, umemaliza, umevaa joho lako, unacheza muziki, eti unafurahi. Haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kazi rahisi, msomi mjinga. Yani serikali inawaandaa wasomi wajinga. Kwa mtu yani mimi mwenyewe ingekuwa ni kipindi changu ati nishakuwa na uelewa kuna deki hata nisinge kuja kugraduate. Yani unakuja akili yako unakuja kufunguka, tayari ushazeeka, maisha yaisha kupiga. Yani unaona wenzako wenyewe wale wananyoka tu, wamekaa na vyeti vyako, yani wenzako wananyoka, mwisho wa siku unabadilisha geu, unakuwa chawa. Vyeti vyako, akili yako, elimu yako unaweka pembeni, unaanza kuwa chawa. Unaanza kusifia, yani ndio wanataka watu wa design hiyo. Sijui kama mnaelewa wazee. Hiyo tumeshaangalia tume ya pili ambao waliandaa 2013. Tunaendelea kuona madudu ambayo toka wameanza kuandaa tume zao yanapotokea yametokea matukio makubwa. Tunaona ni kipi kinachofanyika. Mpaka sasa hivi tumeona tumefanya historia ya tume ya pili. Tume ya kwanza tumeona ni tume ya Jaji Mnaima. Mnaima hii tume ilikuwa ni mauaji ya yule mwanahabari nani Mwangosi, wengi mnamfahamu, mwaka 2012. Huyu jamaa alifia mikononi mwa polisi. Umeona? Tunakuja kuangalia nini? Tumekuja kuangalia tume ya pili ambayo ilichunguza ujangili ambao ulikuwa uuaji wa tembo, lakini mnakuja kuona tume yani hii operation ililenga kupambana na ujangili wa tembo. Ujangili wa tembo, lakini iligubikwa na tuhuma nzito za mauaji. Yani tume imeundwa kufuatilia kwa nini tembo wanakufa. Lakini kilichokuja kufuata ni kwamba watu walikufa, watu walibakwa. Yani hawa jamaa vitu vyao ni vile vile, kubaka watu wao, yani ni polisi hao. Alafu ndio wamekuja kutuambia eti ndio vyombo vya usalama. Mpaka sasa hivi hamjajua kwamba majambazi wezi wa nchi yetu wanaoingilia raia, wanaua, wanaiba ni wanani? Ni polisi. Ni polisi, matukio yote wanafanya polisi. Sisi wa Tanzania hatuna tabia ya wizi wala hatuna tabia ya udokozi. Yani ukiona hivyo vitendo unajua ni polisi wenyewe wale. Sasa tume imeundwa kufuatilia mauaji ya tembo, lakini kilichofuata mauaji ya watu wakawa mengi, ubakaji, raia wakawa wanateswa kinoma. Kwa nini raia wakawa wanateswa? Raia waliteswa kwa sababu wasitoe ukweli. Na ndio maana naambia kuna uhakika wa 100% hawa watu ambao wanashuhudia, wanatoa ushahidi, kuna asilimia kubwa sio wenyewe. Sio watu halisi ambao walipata matatizo. Sio watu halisi. Wanafanyaga hivyo ili watu waingie mkumbo, kwa sababu wanajua sisi wa Tanzania ni wajinga. Watu waingie mkumbo. Mimi hapa PFD na kielele changu, kwa sababu mwenyewe nilishuhudia risasi mbele ya macho yangu mwezi 29, na mimi niondoke papa niende na mimi niende kutoa ushahidi. Sasa wanaona huyu sio mwenzetu. Huyu sio katika watu tuliowapanga. Huyu ni mtu wa ushahidi kweli. Natoa ushahidi kesho sionekani kudadeki. Hawa jamaa wana tekniki nyingi za kukamata watu. Msirogwe kwenda kutoa ushahidi. Usirogwe. Hivi tunavyovitoa hapa, vikuingia akilini mzee. Vikuingia akilini. Unakuja kuona wa jamaa ni wale. Ni wale, msilogwe. Hata kama tumechelewa au tumefanyaje, lakini kila kitu na muda wake. Inawezekana ndio kwa muda sahihi wa kufanya hivi vitu. Msije mkalogwa kwenda kutoa ushahidi. Sasa tunaenda kuangalia tume ya tatu. Hii tume ya tatu ilikuwa ni kwa ajili ya kupotea kwa watu na miili kwenye viwanda mwaka 2017 mpaka 2019. Watu walikuwa wanapotea tu, yani ndio mambo ya utekaji tekaji. Hao jamaa wameanza kitambo. Baada kuna nini inaitwa forced disappearance, disappearance.
Yaani watu wanakulazimisha upotee, mpaka sasa hivi mnaiona watu wanapotezwa tu, akina Mheshimiwa Polepole, hakuna nini sijui kama mnaelewa hicho kitu. Sasa mwaka 2017 na 2019 tunaona kama wapumbavu kama hao akina Musa wanajua kutukana. Yaani wewe mnamwacha tu anakula darasa. UVCCM huyo. Yaani wanachojua ni kupila watu na kuwabaka, kubabakezao. Yaani nyie siku yenu inakuja kudadeki. Yaani nyinyi UVCCM siku yenu inakuja. Sasa tunaendelea. Wanangu, msife moyo. Msife moyo. Ushindi unakuja. Mimi nawaambieni ushindi unakuja. Acheni tuishi kwenye taifa letu kama watoto yatima. Acheni tuishi kwenye taifa letu kama watoto wasiokuwa na serikali, wasiokuwa na watu wa kuwatetea, wasiokuwa na wanajeshi wa kuwatetea wananchi, wasiokuwa na vyombo vya usalama vya kuwatetea. Lakini nawaambieni ushindi upo upande wetu. Pale tu tukiamua kusimama na kuweka ubinafsi pembeni, tukatumia neno sisi. Asante sana dada Leonarda. Nchi yetu au kifo, tutashinda. Kila mtu avae moyo ujasiri. Mimi nikiongea wazee, yani wanavuta ile matukio ya 29 napata hasira, yani naongeaga paka natetemeka. Yani mkikuwa mnaniona kuna muda natetemeka hivi. Kwa sababu napata ule uchungu ndani ya moyo wangu, napata uchungu. Sasa huu mwaka 2017 mpaka 2019 watu walikuwa wanapotea sana, miili watu ilikuwa inaokotwa tu, yani watu wanaokota miili sijui wapi. Itabidi kaundwa tume. Sasa katika kipindi hiki kulikuwa na mfululizo sana wa matukio ya watu kupotea. Watu walikuwa wanapotea sana, na miili ilikuwa inaokotwa kwenye viroba, kwenye fukwe za Dar es Salaam, Nyinyi ni mashahidi wa hicho kitu. Mmeshuhudia sana. Watu walikuwa wanakuta 2017, 2019. Kilikuwa ni kipindi cha alikuwa bado Magufuli yuko madarakani. Kwa hiyo mnakuja kuona kwamba CCM bado ni ile ile. Yaani zana yao wenyewe ni kupoteza watu. Hata anapotokea mzalendo halisi ambaye ana uchungu na raia wake, ambaye ana uchungu na taifa lake, wanampoteza. System inampoteza, system inambana. Hawezi kufanya kile anachotamani kufanya. Kwa vyovyote vile hatuhitaji CCM. Jamani, nchi yetu au kifo, tutashinda. Ili haya maneno yakikukaa ndani ya moyo wako, utajikuta unapata tu ujasiri, unaanza kuja ndani ya moyo wako. Hasira zinakupanda. Yaani lazima sisi muondoke. Sasa huyu 2017 na 2019 mauaji yalikuwa ni mengi, watu waliuliwa, watu walipotea. Ikaja kutengenezwa tume kwa ajili ya kufuatilia kwa nini watu wanapotea. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja, nene hao jamaa walivyokuwa ni wajinga. Sasa hali halisi ilikuwaje? Tume iliundwa, lakini hali halisi ilikuwaje? Licha ya shinikizo la asasi za kiraia na mataifa ya nje kutoka tume huru ya kimataifa au ya kitaifa iundwe, serikali ilisisitiza kuwa vyombo vya ulinzi vinaendelea na uchunguzi wa kawaida. Jamani, yani tuna majambazi kwenye taifa letu. Wewe kijana Gen Z, fanya kila unaloweza. Anza kutafuta watu huko mtaani kwako. Anza kuhamasisha watu huko mtaani kwako. Pata watu wako 5. Njoo ungane na watu 5 wa PFD, tuwe 10. Kaungane na watu 5 wa Patrice Lumumba, tuwe 15. Kaungane na watu 5 wa Blaza Shesha, tuwe watu 20. Kaungane na watu 5 wa Hasta la Victoria, tuwe watu 25. Ni watu wengi sana. Tuanze kutengeneza mikakati, tuitoe wa jamaa madarakani. Ongea na moyo wako wazee. Oneni upumbavu wanaofanya, oneni ujinga. Alafu kuna watu bado wanaenda kutoa ushahidi kwenye tume ya kijinga. Yaani wamekufa watu karibia 10,000, mnaunda tume. Kipi ambacho hamjakiona? Endelee kusikiza hizi
hizi tume zao za kijinga za kipumbavu zinatia hasira. Sasa huu mwaka 2017 na mwaka 2019 kutokana na hali halisi ni kwamba licha ya shinikizo, asasi za kiraia zilisimama kidete wakashinikiza ziletwe tume huru, kutoka nchi za Ulaya, kutoka wapi, lakini serikali ya Tanzania ilisisitiza kuwa vyombo vya ulinzi vinaendelea na uchunguzi wa kawaida. Can you imagine vifo vya watu afu bado wanasema eti vinaendelea na uchunguzi, watu wamekufa. Kuna ule dogo wa Mbeya alichoma tu picha ya chura kiziwi kudadeki, masaa 5 alikuwa ni mengi, dogo alikamatwa. Hili ikija issue ya uhai wa binadamu, mtu aliyezulumiwa haki yake ya uhai, jamaa anakuambia tuna uchunguzi mpaka miaka inaweza kakatika, afu baada ya miaka 2-3 ndo wanakuja kuleta sasa majibu. Watu mmeshasahau, mmesha relax. Ndio style ya CCM toka enzi na enzi. Hebu oneni hizi historia, afu wewe ongea na kichwa chako, ongea na akili yako. Sasa huu uchunguzi, serikali ilivyosema, ilisisitiza kwamba vyombo vya ulinzi vinaendelea na uchunguzi wa kawaida. Hadi leo kesi nyingi, nyinyi ni mashahidi, wakina Beni saa 8 wako wapi? Ziliundwa tume, majibu yako wapi? Wanangu, majibu yako wapi? Kina Beni saa 8 mpaka leo wako wapi? Wewe unapata vipi nguvu ya kwenda kutoa ushahidi kwa ujinga ambao kila siku jamaa wanatuchezea? Can you imagine kwa mfano leo hii wangesema tunaunda tume, afu wanahitaji mawazo ya watu wakaweka ngumu kwamba hatuwezi kutoa ushahidi kwa sababu tumeshawajua nyewe miaka yote ni hivyo. Watu wakadinda, wakasimama kwamba hatuwezi, hatutoi. Hawa jamaa wangefanya nini? Wangeshua nguvu. Lakini wanapotengeneza saikolojia ya kuwatuliza watu, na watu wanaamka kweli, wanaenda kufanya, hawa jamaa wanapata nguvu, wanafurahi. Ndio maana mmeona jana juzi chura kiziwi anaenda kusherehekea birthday. Ule ni ujumbe, ile ametumia in direct way. Hamjui alichokuwa anakimaanisha pale wazee. Sisi ni wajinga wale. Sisi ni wajinga wale wa Tanzania. Mimi nawaambia sisi ni wajinga wale. Sasa Beni saa 8 kesi yake iko wapi? Azoligwanda tume ziliundwa tume, majibu yako wapi mpaka leo? Niambieni, yeyote hapa ni shahidi asimame aniambie tume ya kifo cha Beni saa 8 waliunda tume, ilileta majibu. Amekufa mwaka gani huyu jamaa? Okay, anyway, amepotezwa mwaka gani? Mpaka leo umeshapata majibu? Sisi tumeshasahau, tumeendelea na maisha. Je, utashangaa nini ndugu zetu waliokufa mwezi 29 tukasahau? Ndio maana jamaa wanaunda tume, kwa sababu wanajua sisi ni wale. Sisi tume na tume yenyewe mpaka sasa hivi tumeshapigwa. Mimi sipendi kusema sijui, tumepigwa wote. Tumeshapigwa bao la matako kudadeki. Soma ile tume inachunguza nini? Ile tume inachunguza vurugu. Yaani unashangaa inachunguza vurugu, alafu watu wanaenda kusema mauaji. Yaani jamaa yaani wanatujua sisi ni wajinga. Sisi ni wajinga. Ukisoma ile tume, hii tume inachunguza nini? Tume inachunguza vurugu. Sasa kama inachunguza vurugu, wanategemea majibu gani? Waliofanya vurugu ni wakina nani? Kitachofuata pale, mnajua kitachofuata pale, unaenda kutoa ushahidi gani? Sasa huyu Beni saa 8 Azoligwanda mpaka leo majibu yake hamna majibu ya kuridhisha. Mpaka leo hakuna majibu ya kuridhisha. Inasikitisha sana. Unapata vipi nguvu ya kwenda kutoa ushahidi? Uhalisia umeonekana. Mtu before ile siku ameongea kauli nzito. Wana CCM waliongea wazi, tutawakata miguu. Kama unataka kufa utoke barabarani. Mnafanya uchunguzi wa nini? Na watu eti mnapeleka ushahidi. Mungu atusaidie. Hiki kizazi kitakuja kuamka lini? Kwa sababu wa jamaa wameshatuona sisi ni wajinga kupitiliza.
haya ambayo tunayaongea hapa, tunatoa historia ya tume ambazo zimesha kupita, alafu mtakuja kutuambia baada ya kumaliza uchunguzi wao. Na uchunguzi mjue, hawachunguzi vifo vya raia vilivyotokea mwezi 29, wanachunguza vurugu za uchaguzi. Vurugu za uchaguzi, yaani tusio wajinga. Key point iko hapo, vurugu za uchaguzi. Mtu anacheka kama mazuri, lakini unacheka unaona ni jinsi gani sisi hawa jamaa sio tuloga loga vipi kudade. Asante sana hosti. Hiyo unawatisha, unaonyesha mamlaka, una hasira. Una hasira. Sure screenshot. Kweli sisi hatufanye hivi kama story tu mzee. Sisi hatuongee kama story, yani tunajitahidi kwamba tuamshe hata katika wale watu milioni 60 waliopo, basi waamke hata watu 200,000 tu. Yaani waamke watu 200,000 tu. Tuje kujazana hapa Dar es Salaam tu. Hamna hata haja ya Mwanza, sijui Mbeya, sijui wapi. Hakuna, hapa Dar es Salaam watu 200,000 tu tukae barabarani. Tumemaliza. Hapa Dar es Salaam tu. Hapa Dar es Salaam. Angalau hata mtu nafsi yake msute, apate maumivu ndani ya moyo, afanye maamuzi ya kishujaa kwamba anastahili kupigania taifa. Hawa jamaa wametunyonya muda mrefu kama wakoloni. Utafikiri ni wametoka nchi za nje, kumbe ni wakoloni ndani ya taifa letu, wamezaliwa humu. Tusimame. Angalau tunahisi labda angalau tukiongea uhalisia. Ndio maana tunakuja na tunawaonesha nchi za wenzetu walifanyaje, walisimama vipi kwa umoja, walifanya vipi, waliungana vipi, mwisho siku wakashinda. Basi na sisi tuige tunavyoona tunaweza. Patrice amekuja anaelezea mzalendo mmoja aliyepigania haki. Ili nini? Kumuingizia sumu kila mmoja asimame kwa nafsi yake kwamba mbona huyu alisimama? Kwa nini mimi? Kwa nini hofu ya kifo inatawala kichwa changu? Kwani kuna kitu kipya ndani ya dunia? Hakuna kitu kipya. Sasa kwa nini nahofia kupambania taifa? Basi tupate wale katika wale watu milioni 60. Tupate hao watu 200,000 tu wazee, 200,000 tu. Yani tutumiane hata nauli pa tarehe hapa Dar es Salaam, tujazane hapa kimya mara moja hapa Dar es Salaam. Niwaambie na jamaa wachomoki hapa Dar, amna haja. Tanzania ni Dar es Salaam, wasikudanganye mtu. Tanzania ni Dar es Salaam. Tunajitahidi angalau tufanye hiki kitu, tupate wale watu wachache ambao wanaweza kaongea na nafsi zao na kawa tayari kwamba I have to do it. I have to do it. Unasimama strong, ujasiri unaweka mabegani, unatupilia mbali uoga wa kifo, and then unasema I am a man. I am woman. Unaenda kwenye mapambano. Hawa jamaa wachomoki wazee. Mimi nawaambieni. Sasa tumeangalia 2017 hadi 2019. Bado jamaa ni wale wale. Wanaunda tume ambazo hazileti majibu ambayo yataridhisha raia. Kwa hiyo mtegemee hivi vitu mnavyoviona hapa. Tunavyotoa hizi historia zitarudi zile. Majibu yatakuja vile. Msitegemee kama kuna vitu vipya mtavipata. Sasa baada ya kuonesha hiyo tume ya 3, twende tume ya 4 sasa. Tume ya 8, tume ya mwamba Warioba kudadeki. Huyu mzee yupo kila sehemu. Huyu mzee amesimama. Alafu angalia mpaka sasa hivi kuna hawafahamu historia ya yani hawamjui Warioba, wanamuona kwa sababu bado yuko hai. Lakini nakwambia ni huyu mzee angekuwa ameshafariki, mpaka sasa hivi kuna wengine mngekuwa mumjui huyu mzee. Patrice alimpiga sana huyu mzee, alimfunua historia yake imefichwa. Kuna watu walikuja kumuelewa mzee Warioba ni mtu gani, ana umuhimu gani katika taifa. Hawa ni wazalendo wa kweli. Ukisikia wazalendo wanakina mzee Warioba, lakini hata wenyewe ule uzalendo wa moja kwa moja ulishindikana kwa sababu bado mfumo wa chama uliendelea kuwakamata. Yaani wanajitahidi kufurukuta, wanafurukuta, lakini mwisho wa siku wanabanwa sehemu fulani. Sasa huyu mzee aliunda tume yake. Ilikuwa ni kuhusu kero za rushwa mwaka 1996. Rushwa zilitapakaa. Can you imagine mzee huyu yupo ndani ya chama lakini bado akaona huu ni ujinga, akasimamisha tume tufanye uchunguzi. Sasa angalieni
angalieni hivi vioja vya hapa vilivyotokea hapa kwenye hii tume ya mwaka 1999 ya mzee Jaji Warioba. Huyu mzee aliunda hii tume kwa sababu ya kero za rushwa, zilitapakaa, zilizidi. Yaani watu, yaani mtu ukiingia tu kwa serikali, ukiingia kwenye system ya serikali, yaani hapo unakuwa milionea, bilionea ghafla. Mara uende Dubai, mara uende, yaani wewe ni ndege tu, yaani ndege ndo daladala yako tu kudaleki. Majumba, migorofa inasimama tu. Mzee wa watu akatengeneza tume ya kufuatilia. Sasa hii ni moja ya tume bora zaidi. Mnasikia? Hii ni moja ya tume bora zaidi. Tayari mzee Warioba anaendelea kuonesha umma kwamba mimi ni mzalendo halisi, lakini historia yangu inafichwa. Tunapewa historia ya watu ambao sio wazalendo halisi wa Tanzania, kama Mwalimu Julius Nyerere. Yule sio mzalendo. Wewe ungekuwa mzalendo unachukua vipi katiba ambao walikuwa nao wanadili nao wakoloni weupe kutukandamiza sisi wazao wa taifa letu, afu unapita nayo hiyo katiba ambao walijitengenezea kudhibiti wananchi, afu unapita nayo hiyo. Wewe ni mzalendo kweli? Pole sana dada Boke. Wewe ni mzalendo kweli? Wewe sio mzalendo. Wewe sio mzalendo. Sasa angalieni mzee Warioba, hii ni moja ya tume bora zaidi kuwahi kutokea nchini Tanzania. Kaisomeni hiyo tume yake 1996, watu pitieni huko mtakutana navyo. Katika tume zote ambazo ziliwahi kuundwa, huyu mzee na hii katiba paka sasa hivi ambayo tunaililia ipitishwe ya mzee Warioba, ni huyu mzee ndo kaisimamia. Imenyooka, imempunguzia majukumu rais. Sio kama mnaelewa. Sio kama mnaelewa. Sasa huyu mzee Warioba mwaka 1999 aliandaa kero kwa ajili ya rushwa, kwa ajili ya mambo ya rushwa. Kero zilikuwa ni nyingi sana. Watu wanajilimbikizia mali. Sasa hii tume ndio ilikuwa ni tume bora zaidi Tanzania kutokea nchini, ikiongozwa na Jaji Joseph Warioba. Jaji Joseph Warioba ilichambua kwa kina mtandao wa rushwa nchini. Kwa ambao nilifuatilia madarasa ya Bwana Patrice, aishampiga huyu mzee, aishamuelezea huyu mzee in deep. Sasa hapa tunakuja kuangati na mzee katokea hapa. Kila kwenye vitu muhimu ambavyo vina faida katika taifa letu, huyu mzee lazima awepo. Kwa hiyo unakuja kuona kuna watu ambao walikuwa na hizi roho, wakina nani, wakina Mheshimiwa Polepole, walikuwa wana roza kina Warioba, lakini wako wapi? Mzee Polepole aliamua kusimama na kutengeneza na kuongea ukweli. Kwamba CCM mtandao wanaharibu chama. Aliongea ukweli. Yuko wapi Polepole? Je, Polepole alinyanganywa paka wadhifa wa kuwa kama nani? Cheo cha nini cha wanaongea hii nini au ambassador wanaongea nini? Na mimi kama nimekuwa mzungu paka na sauti Kiswahili basi. Wanaita wanani hao maambasada ambao nimesahau, mabalozi ya. Wanaita mabalozi. Amenyanganywa sifa ya ubalozi. Turakiziwa alisimama na mtoa na mnyanganya wadhifa wa ubalozi. Kwa hiyo haitwi ubalozi tena. Kwa mtu ambaye ameongea ukweli, amenyanganywa mpaka wadhifa, inamaanisha yule kumbukumbu zake ndo zimepotea. Hakuna vitabu ambavyo vitaonesha Mheshimiwa Polepole aliyekuwa balozi. Kwa nini wanaficha? Wanafuta hivyo kwa sababu wanajua wanachokifanya. Kesho kutwa historia ya Mheshimiwa Polepole, vizazi vitavyokuja vitaijua iko wapi. Lakini akijitokeza mtu mwingine kama Patrice, miaka hiyo si tushakuwa mababu sasa. Akajitokeza mtu mwingine kama Patrice, akaanza kupiga kwenye mshono. Watu ambao walipotezwa, wazalendo wa kweli. Watu watakuja kushtuka, kumbe huyu Mheshimiwa Polepole kumbe alikuwa ni nani? Kumbe alikuwa ni balozi. Sasa kama alikuwa ni balozi, aliweza vipi kutekwa ndani ya serikali yake? Kumbe alikuwa ni katibu mwenezi mstaafu wa chama. Sasa alitekwa vipi na serikali kakaa kimya? Hawa jamaa jamani, hawajaanza wewe wanafanya vipi? Wanajua wanafanya nini? Wazee, hebu fungukeni basi vichwa wanangu. Wanangu, fungukeni vichwa. Tupate hata watu 200,000 tu. 200,000 tu tuivamie Dar es Salaam hii hapa. Uivamie kwa mtutu utavojua wewe. Uivamie kwa kuteka sijui nini utavojua wewe. Lakini tumpige huyu adui kudade.
kubadaki. Mwanangu mimi silii, yani hapa na hasira tu. Sio kama nalia. Hasira. Yaani na hasira bado. Yaani kama mimi ningekuwa kwamba yani kuna muda niwaambieni nishaikuwaza hivi, Mungu kwa nini usinipe nguvu kama za Samsoni, yani nikainuka mara moja kudadeki nikaingia Ikulu pale nikapiga watu, yani unamshika yule Mafuele yule, ngumi za sura nyingi za kutosha. Yaani unakuja kutoa hivi jamaa macho hana kudadeki. Yaani kuna muda namuombaga Mungu namuombaga Mungu nipe nguvu kama za Samsoni. Yaani mbona Samsoni ulimpa nguvu? Tupe basi, mbona tunahitaji haki, mbona tuna roho za huruma, hatutaki. Kwani usitupe nguvu kama za Samsoni? Yaani mimi nisimame peke yangu kudadeki niruke pale, yani unaruka ni alikuwa anapigana na Samsoni na Wafilisti 1000 jamaa na wapiga wote, sio hadithi hiyo, ni ukweli. Mimi nishawahi kumuomba Mungu, yani Mungu nipe hizo nguvu, nisimame. Lakini kuna muda unabaki unajiuliza tutafanyaje? Kwa ndugu zanguni, tusivunjike moyo, tuendeleeni kusimama. Ushindi unakuja. Tusiogope. Swala la kupigania haki sio kitu kidogo sana, lakini sifa ya kupigania haki, kila siku nasema sifa ya kupigania haki, kifo ni jirani yako, shida ni jirani yako, kuishi kwa kujificha ni ndugu yako. Kwa hiyo ni lazima uwe tayari. Sasa tume ya Jaji Warioba kwa nini haikuzaa matunda? Haikuzaa matunda ya papo hapo, ingawa ripoti ilikuwa na majina ya mifumo ya ufisadi, utekelezaji wake ulikuwa wa kusuasua. Wanasiasa wengi waliotajwa hawakuchukuliwa hatua. Kudadeki. Hawakuchukuliwa hatua, jambo lilopelekea wananchi kuona kuwa tume ni meno ya mbwa yanaong'ata bila kuuma. Afu bado kuna watu bado wanaweka imani na hii tume. Can you imagine? Tume kama hizi sasa mnakuja kuangalia, hizi zilikuwa ni tume ndogo tu ya vitu vidogo tu, lakini angalau upumbavu ulikuwa unatokea mkatikati. Je, hii tume ambayo inachunguza vitu vikubwa, mauaji ya maelfu ya watu zaidi ya 10,000 wamepotezwa uhai wao, na bado jina la tume umeambia tume inachunguza vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi. Oya, hivi sijui mnaelewa maana tume ya kuchunguza vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi, sio tume ya kuchunguza mauaji ya watu waliotokea mwezi 29. No, vurugu. Je, hamjajua tu majibu mpaka sasa hivi? Kwani hawajaongea? Hamjaambia watu walipewa hela? Hamjaambia watu watoka nje ya nchi? Mbona majibu yako wazi? Tume inataka kufanya nini? Hii inaonyesha jinsi gani wanajua Watanzania ni wale, sio watu wa kufikiria kitu in deep. Hawafikiri kitu in fact. Hawafikiri, wanatujua Watanzania. Watanzania wanajua akili zetu zimelala. Hawa jamaa wanatujua tumelala. Mtanzania ni mtu ambaye anafikiria kitu leo, kesho ameshaachana nacho, anaendelea na mambo mengine. Mtanzania hapendi kunyooka kwamba nitoke 1 niende 2 niende 3. No, Mtanzania akipewa kitu anaanza kutafuta jinsi gani atakimaliza kile kitu kwa haraka. Ndio shida yetu sisi. Yaani sio watu wa kufuata protocol, sio watu wa kufuata stage to the stage. No, yaani mimi nikipewa leo kazi bana, hii kazi unatakiwa uifanye kwa muda wa mwezi mmoja, alafu malipo yake atakuwa ni hivi na hivi. Sasa mimi nitachokifanya hapa, nitaanza kuforce kwa sababu nahitaji ile hela kwa haraka. Kwa hiyo nitaanza kuforce nifanye ninavyojua ili hata kabla ule mwezi hujafika ndio nimemaliza ile kazi. Sasa haya tunayoyafanya hapa ndugu zanguni, tunatoana ufahamu, tunaongezeana ufahamu.
tuelewe kwamba je, hawa jamaa kwa mtindo huu, unaona kuna siku kula uliopiga ndani ya box itakuja kuitoa jamaa hawa jamaa kwenye dola? Haiwezekani. 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 Sasa tume Warioba hii hapa ilitaja kila kitu. Yaani ndio tume yani hii ni moja ya tume bora zaidi kuwahi kutokea nchini Tanzania, iliyokuwa ikiongozwa na Jaji Joseph Warioba. Ndugu zangu, ni msomeni sana huyu mzee. Msomeni sana huyu mzee jamani. Hizi historia za wazee zinafutika. Ndio maana leo hatupate Watanzania ambao wako tayari kupigania taifa lao, kwa sababu wazalendo halisi hatubu na historia zao. Nchi zozote ambazo ukiona wananchi wao waliingia barabarani, nenda kasome. Nenda kasome, utakuja kukuta kwamba kuna wazalendo kweli ambao stori zao zinaendelea kuwepo. Ndio maana wanakuwa kuna kizazi ambacho kikiinuka hivi, kikiingia darasani kinamkuta yule mzalendo, kinamsoma alikuwa ni mtu wa aina gani, anavaa moyo wa ujasiri. Anasema kumbe kuna mtu wa design hii. Kwa nini mimi nisiwe kama huyu? Mimi niwaambieni, katika watu ambao natamani niwe kama wenyewe, nawaambieni ukweli sasa. Wawili wapo ndani ya CCM, afu na mmoja uko nje ya CCM. Kwanza natamani niwe kama Magufuli, pia natamani niwe kama na roho ya Mheshimiwa Polepole. Alafu maisha yangu yote, maamuzi yangu yote, ufahamu wangu wote niwe kama Mheshimiwa Lissu pale kudadeki. Yaani hao ni wazalendo ambao kila kukicha najitahidi kuwasoma. Na ipa pati, tunakuomba sana mzee, nakuomba sana huyu Mheshimiwa Lissu katika madarasa yako yale ya kufundisha wazalendo wa kweli. Mheshimiwa Lissu, naomba ukamsome, uje waelezee watu waone Lissu hajaanza leo. Lissu ule pale kaamua kukaa gerezani wazee. Kaamua kukaa gerezani. Watu kama hawa historia zao huwezi kuzikuta sehemu yote, kwa sababu CCM haitaki kuwa na watu wanaojitambua. Wanataka kuwa na watu kama kina Steve Nyerere, wazao kuwashika matako viongozi, kama kina Mwijaku, wazao kujigagaza tumbo chini ili wapewe 20,000 laki 5 mwingine. Wakina Baba Levo. Oya. Napenda sana ujasiri kama Mheshimiwa Polepole. Yule jamaa, ndio maana nakwambia hivi, ndani ya CCM wanapatikana wazalendo, lakini bado mfumo unawakandamiza. Kwa mwisho wa siku, kwa sababu mimi hata japokuwa Mheshimiwa Polepole namkubali, lakini kwa sababu yuko ndani ya CCM unampiga na yeye atoke. Otherwise acha masuala achane na CCM. Kwa sababu hata mtu akiwa ni mzuri kiasi gani, akisha kuwa kwenye mfumo, kwenye system ya CCM, huyo bado ni adui yetu. Utachukua tu vitu vyake baadhi, lakini hiyo inakuwa ni private, unakuwa ni wewe mwenyewe kimya kimya. Yeah. Lakini mfumo ndio ambao unatufanya tushindwe kujua uzalendo halisi ni upi wa taifa letu. Tunaambiwa uzalendo halisi ni kukaa kimya. Uzalendo halisi wa taifa lako ni kuona nchi inabanangwa sijui na kufanyaje, kwa nasema Polepole afa unakaa kimya. Mimi nikiona madini yananisaidia nini? Mimi ngoja niachane naye. Mimi ngoja nipambane zangu, mdomo wangu uende kinywani. Uende kinywani wapi? Mtu wa riziki ni Mungu. Mtu wa riziki ni Mungu. Sasa baada ya kuona hizo historia hizo tume, nataka nije nionyeshe sasa changamoto za hizi tume kwa raia ilikuwa ni nini. Sasa mje kuona sasa changamoto. Yaani hapa, yaani leo wazee. yaani